إنما الأعمال بالنيات. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema baina Ayyubun alayhi salam yaghtasilu uryanan. Baina ni ufupisho wa bainama. Katika lugha ya Kiarabu waweza kusema bainama kwa mim na waweza kusema baina kwa mkato. Kwa hiyo bainama au baina Ayyub alayhi salam, ilipokuwa siku moja Ayyub, Mtume Ayyub alayhi salam, Nabiyullah Ayyub tunamfahamu, ilikuwa siku moja yaghtasilu, yuaoga, uryanan, hali ya kuwa hana nguo, yani uchi bila nguo. Katika hali hiyo alipokuwa yuaoga Ayyub alayhi salam, fakharra alayhi rijlu jaradin, fakharra alayhi, ikamteremkia Nabiyullah Ayyub hali ya kuwa yuaoga bila ya nguo, hana nguo, yani uchi, ikamshukia na kumteremkia kama mvua mkusanyiko au mjumuiko mkubwa wa nzige. Hapa kuna lugha ya Kiarabu imetumika. Katika lugha ya Kiarabu kila mjumuiko wa viumbe una jina lake maalum. Mjumuiko wa nzige katika lugha ya Kiarabu unaitwa rijl, rijlun min jarad, mkusanyiko au mjumuiko mkubwa wa nzige. Na sio nzige peke yake, bali wanyama na viumbe wengi wamepewa majina ya ile mikusanyiko yao. Waarabu kwa mfano wanasema sirmatun min al-ibil, mkusanyiko mkubwa wa ngamia. Ngamia wakiwa katika mkusanyiko mkubwa, katika lugha ya Kiarabu hawaitwi jama'atu min al-ibil, wanaitwa sirmatun min al-ibil. Mkusanyiko mkubwa wa mbuzi na ng'ombe wanaitwa qati'un min al-ghanam, mbuzi na kondoo, qati'un min al-ghanam. Mkusanyiko mkubwa wa wanawake unaitwa lammatun min an-nisa. Mkusanyiko mkubwa wa nyuki unaitwa khashramun min an-nahl. Mkusanyiko mkubwa wa ndege unaitwa sarabun min at-tayr au isabatun min at-tayr, na hivyo hivyo. Kwa hivyo kila mkusanyiko katika lugha ya Kiarabu una jina lake maalum ambao Waarabu wameupa mkusanyiko ule. Kwa hivyo hapa katika nzige mkusanyiko wao wakiwa wengi wanaitwa rijl. Lile tamko ambalo linatumika kwa maana ya mguu katika lugha ya Kiarabu ndio maana yake lugha nyingine, kwa ibara nyingine ni mkusanyiko wa nzige. Na nzige ni mdudu ambaye yuaruka, nafikiri tunamfahamu wengi wetu, mzige locust. Amefanana na parare lakini ni mdogo na mara nyingi anakuwa rangi ya kijani. Nzige mkubwa wake na mara nyingi anakuwa rangi ya brown. Tofauti ya hawa wawili wamefanana, wote huruka na shakli yao ni moja, lakini nzige huliwa. Nzige huliwa akiwa amekufa, na ndio maana katika hadithi ni kuna wanyama wawili peke yake ambao wanaruhusiwa kuliwa wakiwa wamekufa, na mmoja ni nzige, wa pili ni samaki. Uhillat lana maitatani wa daman, amma almaitatani fasamak waljarad, tumehalalishiwa maiti wawili, maiti ya samaki na maiti ya nzige, hawa jarad. Kwa hivyo jarad huliwa. Walipokuwa wanateremka wale nzige kwa wingi kama vile mvua, katika riwaya zingine za hadithi hii katika Sunan Nasai, katika Musnad al-Imam Ahmad, hii hadithi ipo kwa riwaya na lafdhi tofauti na hii. Moja katika lafdhi na riwaya imekuja wale nzige wameteremka kama mvua, fa amtara Allahu alayhi, Allah kamteremshia mvua ya nzige kama vile mvua inavyoteremka ya nzige, wakawa wanateremka kwa wingi sana. Lakini nzige hawa ni nzige wa dhahabu, tuelewana vizuri, sio nzige wale wanyama wa kuliwa, ni nzige lakini wakiteremka chini ni dhahabu, gold nateremka toka mbinguni juu. Neema kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala hiyo. Faja'ala Ayyub yahthi fi thawbihi, akawa Ayyub alayhi salam akitizama hivi aona hawa si nzige, hii ni dhahabu. Sasa akachukua nguo yake akaanza kuwakusanya wale nzige wa dhahabu, aanza kuwakusanya, kila ukiteremka awakusanya katika nguo yake. Wakati alipokuwa yafanya hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala akamlingania, akamwambia ya Ayyub, ewe Ayyub,
alam akun aghnaytuka amma tara, je, sikuwa mimi nimekupa vya kutosha na kukutosheleza na haya ambayo ulioyaona? Yani neema zangu kwako ambazo tayari nishakupa, si zilikuwa zinakutosheleza na wewe kutokusanya hii mijumuiko ya nzige ya dhahabu? Vile nilivyokutosheleza na neema, ilikuwa inakutosheleza wewe kutofanya hivyo. Ni kama kumwambia huna haja ya kufanya hivyo ewe Ayub, wakati mimi nishakutosheleza na neema zingine nyingi. Ambiwa Nabiullah Ayub alayhi salam wakati wa kusanya wale nzige wa dhahabu katika nguo. Qala, akajibu Ayub kumwambia Mola wake azza wa jalla, bala wa izzatika, naam, kwani ewe Mola wangu naapa kwa utukufu wako ya kwamba hivyo ulivyoniambia ndivyo, kuwa umekwisha kunineemesha kwa neema nyingi sana. Umekwisha kunineemesha kwa neema ambazo ilikuwa inanitosheleza na mimi kwa haya niliyoyaona sasa hivi. Isipokuwa lakini la ghina bi an barakatik, mimi siwezi kutosheka na baraka zako. Umenipa vya kutosha katika mali, lakini siwezi kutosheka au kushiba. Katika riwaya zingine kama Musnad Ahmad, siwezi kushiba mimi na baraka zako na rehma zako. Kwa maana kwamba haya ulioniteremshia ewe Mola wangu si mali tu, kwamba ni dhahabu umeniletea, la, bali kwamba hii inatoka kwako mbinguni sasa hivi. Hii ni baraka kutoka kwako kubwa, na mimi siwezi kamwe na katu kutosheka na baraka yako, niseme kwamba sasa sina haja ya baraka ya Allah. La, siwezi. Mtu utosheka na mali, lakini baraka ya Allah subhanahu wa ta'ala Muislamu hatosheki nayo. Wazi ikhwan? Naam. Kwa hiyo haya ndio maneno ambayo aliyazungumza Ayub kumwambia Mola wake azza wa jalla. Hadithi imepokea Imam al-Bukhari kama alivyotaja Imam Nawawi na wengineo kama vile tulivyowataja Imam an-Nasa'i na Imam Ahmad katika al-Musnad. Ushahidi wa hadithi hii imesimamisha ushahidi wa kwamba Muislamu anatakiwa kukithirisha katika kutafuta baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama hivi tulivyomwona Nabiullah Ayub alayhi salam. Pamoja na kuwa Allah azza wa jalla tayari ashakwisha kumneemesha, na kumneemesha huku Ayub alayhi salam alikuwa tayari ashamletea pona, yani ashapoa na yale maradhi aliyokuwa nayo. Alikuwa katika utajiri, alikuwa katika hali nzuri, alikuwa na mali nyingi. Baadaye Allah azza wa jalla akampa mtihani, kama tunavyojua katika tarikh ya Ayub alayhi salam. Imetajwa kwa mukhtasari katika Qur'ani na kwenye sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ipo kwamba kapewa mtihani Nabiullah Ayub mgumu, mtihani katika mwili, maradhi yalikuwa ni maradhi mazito mpaka kuathiri ngozi yake na siha yake na afya yake na hali yake. Kaletiwa mtihani katika mali aliyokuwa nayo yote ikamwondokea. Mtihani katika ahli, wana na watoto, akabakia mkewe peke yake, watoto wake wote wakafa, jamaa zake wote walioondoka duniani na waliomkimbia, akawa hana mpaka rafiki, hana mtu wa kumliwaza, hana mtu wa kukaa naye. Aliyekuwa naye amesimama naye ni mkewe peke yake. Mtihani ukawa ni mtihani mgumu, mpaka watu ikawa wapita wamkejeli nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, wamkejeli na kumdharau. Wale waliokuwa wakimkanusha, wale waliomkadhibisha, wakaona sasa hii ni fursa ya sisi kumkejeli huyu nabii aliyekuwa akituambia kwamba yeye ni mtume alitumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wakamwambia, sisi hatujaona mtume akihangaika katika hali kama hii. Wewe mtume gani ambaye Allah azza wa jalla amekuacha katika hali kama hii, ya hali mbaya ya utoevu, hali ya udhalili mkubwa namna hii? Hii haiwezi kuwa isipokuwa ni adhabu tu Allah amekuletea kwa sababu ya kumsingizia kwamba ati wewe ni mtume. Wanamwambia maneno kama haya mazito Nabiullah Ayub, lakini kana sabir. Allah azza wa jalla kamsifu kwa sifa kubwa sana, sifa ya kwa sabir, awab, na mwingi wa kurudi kwa Allah subhanahu wa jalla jalaluhu. Yale maneno hayakumbabaisha
na zile kejeli hazikumdhuru, na kuondokewa na mali, kuondokewa na watoto. Mwanachuoni Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani amerajihi katika Fathul Bari, baada ya kutaja kauli nyingi, ya kwamba muda alokaa na athari na misukosuko hii Ayub alayhi salam ni muda wa kutosha ambao unaweza kuthibitisha yule ambaye imani yake ni ya kuregarega. Miaka 13 ni muda wa kutosha, hata ni muda wa ziada mno. Wengi wanaanguka katika mtihani kama hii, lakini alidhibiti, akasimama mbele ya Mola wake subhana jalla jalalu bisabr wa al-aub ilayhi, na kurudi kwake mpaka Allah azza wa jalla akamsifu. Sasa akamneemesha baada ya pale, akamwambia urkudh birijlika hadha mughtasalun baridun wa sharab, nenda ukajitose katika kidimbwi kile cha maji, pige na mguu wako, haya ni maji masafi, nenda ukayanywe, kaoge nayo, ambayo yatakutoa katika maradhi hayo, yanatakupoza. Alipokwenda kuoga katika kile kidimbwi cha maji, Allah azza wa jalla kajalia kidimbwi kile ndio dawa yake, maradhi yakamwondokea pale pale yote. Akanywa maji, akitoka pale akarudi katika siha ile ile aliyokuwa nayo na afya vile alivyokuwa nyuma. Malipo ya subra kubwa aliyokuwa nayo Ayub alayhi salam. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'a, na wale watoto na wana waliokuwa walimuondokea Allah azza wa jalla wote akamregeshea. Wanazuoni wa tafsiri wanasema wakahuishwa katika kauli za ulama wa tafsiri mpaka mwisho wa kisa hiki. Sasa baada ya hayo yote ndio Allah azza wa jalla sasa muongezea neema nyingine hii. Sasa amletea mvua ya nzige wa dhahabu. Ndio maana amwambia alam akun aghnaituka amma tara, sikuwa mimi nimekutosheleza na haya uliyoyaona ewe Ayub alayhi salam, mpaka ikawa sasa wewe watafuta kukusanya hawa nzige wa dhahabu niliokuletea. Amwambia la ghina bi an barakatik, mimi siwezi kushiba na kutosheka na baraka yako. Mafunzo, ibar na durus katika hadith, hasatan hadithi ambayo ina kisa ndani yake, ina durus ndani yake na mawaidha tunajifunza, na nyinyi kadhalika pia mnapata mazoezi ya istinbat ya kuweza kuchambua mafundisho na mambo ambayo yana fadhila na yana misingi ya kidini. Baada ya dhiki faraja. Ad-dalil fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ahsant. Wa hadha darsun adhim min a'zami durus. Hii ni katika darsa kubwa sana inayopatikana katika hadithi hii, kwamba Muislamu akizidi kustahamili na kuwa na subra juu ya misiba na shida na matatizo na tabu na majanga mbalimbali yanayomkabili, basi lazima awe na yaqini ya yale aliyotuambia Allah azza wa jalla kwenye Qur'ani, mambo au kadhia ambayo Allah azza wa jalla ameirudia mara mbili pala pamoja. Kawaida Allah azza wa jalla akifanya takrar, akirudia kadhia kwenye Qur'ani, kawaida la kurudiwa linarudiwa sehemu nyingine. Itakuja katika sura hii, kisha itakuja katika sura nyingine, kisha sura nyingine, lakini kadhia hii tunayozungumza Allah azza wa jalla kairudia papo hapo, sehemu hiyo hiyo, sura hiyo hiyo, hapo hapo. Akatuambia fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al-usri imekuja kwa alif na lam, yusri imekuja bila alif na lam. Nini maana yake? Al-usru yusraini. Kwa hivyo usri moja, hii usri ya kwanza na ya pili iliyokuja na alif na lam ni moja, lakini yusri imekuja mbili, maana yake ni mbili, sio moja, ni mbili. Sasa usri moja haiwezi kushindwa na yusri. Ndio maana Allah azza wa jalla kadhia hii akaitilia mkazo, akaiwekea taakid kwa kuregelea, ili tubebe katika fahamu zetu na imani zetu ya kwamba kila baada ya dhiki ni faraja, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine, wa inna alfaraja maa alkarb, na baada ya karb kunakuja faraj. Baada ya dhiki, baada ya tabu inakuja faraj. Na hili lipo wazi katika kisa hiki cha Ayub alayhi salam. Kasubiri alayhi salatu wasalam yale aliyomkabili yote mazito makubwa, lakinahu sabar
wathabat wa rajaa ila rabbih tabaraka wa taala wa tawakkala alayhi, malipo yake yakawa ni haya malipo makubwa kama hivi tulivyosikia. Asante, barakallahu fik. Aidan, naam, na hadithi hii vile vile ni dalili ya kwamba baraka inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ushahidi wake darsa nzuri na somo zuri katika hadithi hii. Ushahidi wake katika hii hadithi, unaona kalima inasema alam akun aghnaituka amma tara, akajibu Ayub alayhi salam kwa kusema bala wa izzatika, kwani naapa kwa utukufu wako, walakin la ghina bi an barakatika, siwezi kutosheka na baraka zinazotoka kwako. Kwa hivyo huu ni ushahidi kadhalika na dalili ya kwamba baraka zinatoka kwa Allah azza wa jalla. Fa albaraka min Allah jalla jalaluhu yahabuha liman yasha, Allah azza wa jalla huipitisha baraka ile kwa mtakaye. Kwa hivyo idha kana Allahu azza wa jalla huwa alwahib lilbaraka, Allah azza wa jalla akiwa yeye ndiye mtoaji wa baraka, basi baraka hiyo huomba kutoka kwa nani? Huomba kutoka kwake, maana huwa alwahib lilbaraka. Fa idha talabna albaraka, tukiomba baraka tuiombe kutoka kwake yeye jalla jalaluhu. Tumwambie Allah azza wa jalla, Allahumma anta alwahib lilbarakat, wewe ndiye mwenye kutoa zile baraka, barikli, nibarikia. Kama alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dua mbalimbali, miongoni mwa dua hizo dua ulistikhara. Katika dua ulistikhara unamtaka ushauri na kumtaka Allah azza wa jalla akupe mwongozo juu ya jambo, nilifanye ama nisifanye, nioe mke huyu nisioe mke huyu, niingie hapa nisiingie, nifungue biashara hii nisifungue, nijenge sijenge. Wa kushauriwa, mwisho wa kushauriwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe taka rai kwa watu, chukua maoni kwa watu, mfate fulani, mfate mzee fulani, mfate rafiki yako fulani, lakini ukishamaliza kuna wa kushauriwa ambaye ndiye wa haki na ndiye atakayekupa mwongozo ulio bora zaidi, jalla jalaluhu subhanahu, liannahu rabbuna tabaraka wa taala alim alghaib, alim asir wa akhfa, alim alghaib wa shahada, ndiye anayejua ghaibu na iliyo wazi, anayejua siri na isiyokuwa siri. Katika jumla ya yale unayomwomba katika dua al-istikhara, wamwambia Mola subhanahu jalla jalaluhu, Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amr khayran li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibat amri fayassirhu li thumma barikhu fi, au thumma barik li fi. Ikiwa jambo hili Allah azza wa jalla katika elimu yako unajua kwamba litakuwa na kheri nami katika maisha yangu, katika uhai wangu, katika dunia yangu na hata katika akhira yangu, basi nifanyie wepesi, fayassirhu li, nifanyie wepesi, thumma barik li fi, alafu nibarikie, maana baraka inatoka kwake subhanahu jalla jalaluhu. Fa alwahib lilbaraka huwa Allah azza wa jalla. Ahsante, darsa nzuri. Naam, mifano ya sabr. Ahsante, ni moja katika mifano mikubwa ya sabr. Kwa hivyo Muislamu akitaka kujiliwaza na mikasa inayomkumba katika hali yeye ya kujisubirisha, ni asome na angalie siyar ya wema kama hawa waliopita katika mitume, katika manabii na hata katika salafu salih ridwanullahi ta'ala alaihim, kaifa sabaru. Na somo kama hili la kujifunza kwa wale waliopita yale yaliyowakumba, ili wewe uweze kusubiri, ni mojawapo wa njia na namna ya Muislamu kuweza kuingia katika mlango wa subra. Saa zingine subra inakuwa ngumu, lakini waweza kuiona kidogo ina wepesi fulani kwa wewe kujiliwaza na mikasa ya wale waliopita, kuangalia vile walivyosubiri, wao walisubiri vipi. Kwa mfano, Muislamu kuudhiwa, Muislamu kufanyiwa kila namna ya adhia, kila namna ya kejeli, kila namna ya dharau, kila namna ya sukhria na mambo yote ambayo yanayokirihisha katika maisha. Yakikusibu misiba kama hii, moja katika njia ya wewe kuweza kusubiri ni kurudi kusoma sera ya wale waliofikwa na kama haya na kuangalia wao walisubiri vipi.
Kiongozi mmojawapo wa kuangaliwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutaka kujua kama kuna binadamu aliudhiwa kupita kiasi katika maisha, mmoja wao ni mtume wetu salawatu rabbi wa salamu alayhi. Takriban maisha yake yote akiwa Makka kaudhiwa udhia mkubwa mno kutoka kwa mushrikina na kutoka kwa wasiokuwa mushrikina min alyahudi wa nasara. Akiwa Makka akaenda Madina, si kwamba ati ule udhia ushakwisha, amekwenda kutengeneza dola la Kiislamu, lakini unakuja kwa sura nyingine, kwa namna nyingine, kwa aina tofauti ya vile ilivyokuwa kule nyuma. Masdar yake ni tofauti. Masdar yake ni watu waovu zaidi, hata wale waliokuwa kushinda wale waliokuwa Makka. Makka alipambana na mushrikina ambao walikuwa ni kufar waziwazi. Madina akaenda kapambana na munafiqin ambao adhauhu ashadda al-adha, walimuudhi udhia mkubwa mno kama vile wale mushrikina kule Makka, na hawa wakamuudhi udhia mkubwa sana, udhia wa maneno, udhia wa vitendo, udhia wa tabia, kila sampuli ya udhia, udhia wa dharau, udhia wa kejeli kamfanyia. Yaquluna la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhalla, walisema tukirudi Madina kutoka vita, tukirudi Madina yule aliye na nguvu, aliye na utukufu, aliye na uwezo atakwenda kumtoa yule aliye dhalili. Akikusudiwa aliye na nguvu ni Abdullah ibn Ubay bin Salul rasul munafiqin, akikusudiwa aliye dhalili na mtoevu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe unaonaje maneno haya? Aliyasikia? Naam, aliyasikia. Alikwenda akaambiwa, ya Rasulullah, jamaa wanasema kadha 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 kadha. Akaitwa, hajafika aya ishateremka, hana pa kukimbia. Aya ishateremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaquluna la in raja'na ila almadina la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Jawabu ikaja, walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin, lakinahu sabara alayhi salatu wassalam. Udhia ulikutoka mpaka kutoka kwa sahaba, sio munafikina peke yake. Wapo baadhi ya sahaba walioteleza wakafikia mpaka kumuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alayhi salatu wasalam akagawanya katika ngawira na mali ya vita iliyokusanywa. Baada ya mgawanyo, na Mtume anagawanya kwa haki na anagawanya kwa hikma, anagawanya kwa mwongozo aliyomfundisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa uadilifu. Aambiwa hii qisma, huu mgao huu uliofanywa si mgao ambao ndani yake amekusudiwa Allah na mtume wake, ni mgao wa kupendelea. Huu mgao uliofanywa, maneno haya aambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisikia, akakaa akasema, rahimallahu akhi Musa, Allah azza wa jalla amrahimu na ndugu yangu Musa alayhi salam, kwani udhiya akthara min hadha, yeye ameudhiwa zaidi ya hivi. Akasubiri. Kwa hivyo wacha na mimi pia nisubiri, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo kuna somo kubwa hakika ya subra katika maisha ya Muislamu kupitia kwa sera ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Asante. Naam. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, na yule atakayemcha Allah azza wa jalla na kumwogopa, basi Allah saa zote atamtolea njia na atamruzuku kutokana na njia au namna ambazo yeye mwenyewe haelewi wala hatambui. Haki, na hii ni haki iliyo wazi kabisa aliyoitamka Allah azza wa jalla, na sera kama hizi zinathibitisha maneno haya matukufu ya Allah azza wa jalla ni ya kweli. Hakika yule anayemcha Allah azza wa jalla na kumwogopa, Allah humruzuku. Mitume na manabii wanatupa sura mbalimbali nyingi katika mlango huo. Yusuf alayhi salam akiwa ni mfano mwingine, katokewa na yale aliyotokewa, na yeye pia alisubiri, lakini akawa ni mchaji Mungu.
akamwogopa Allah azza wa jalla. Mitihani ya shahwa ikamkabili, milango ikafungwa na mwanamke, wa ghallaqatil abwab, akaambiwa njoo, haitalak. Qala ma'adha Allah innahu rabbi ahsana mathwaya. Malipo yake Allah azza wa jalla akamwinua katika daraja, Allah azza wa jalla akamkunjulia katika riziki, Allah azza wa jalla akamfungulia katika milango mingi ya khairi, akampa katika manasib ad-dunya mansib adhim, akawa waziri mas'ul wa khazain Misr yote. Mwishowe akaja akasema innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra almuhsinin. Kwa hivyo ni jaza at-tuqa ma'a sabr. Ahsant. Naam. Kutosheka na baraka, kutotosheka. Ahsant. Hii darsa adhim kubwa sana, na ndio mahallu shahid min hadha alhadith, kwamba muislamu qattu hafai kutosheka na baraka ya Allah azza wa jalla. Mahma aghnaka Allah azza wa jalla min alghina almadi, namna atakavyokupa Allah azza wa jalla katika mali ya kidunia, lakini hakuna nafasi ya muislamu kusema ametosheka kutokana na baraka ya Allah azza wa jalla. Mali waweza kutosheka nayo ukasema mimi hii mali nilionayo yanitosha, lakini baraka ya Allah azza wa jalla la ghina anha. Muislamu hawezi kutosheka na baraka ya Allah azza wa jalla daiman wa abadan. Awe ana mali awe hana mali, awe tajiri awe fakiri awe maskini, daiman tunahitajia na tuna haja kubwa ya kupata baraka min Allah subhanahu jalla jalaluhu. Asante. Hatufai kukata tamaa na rehema Allah azza wa jalla, kama alivyokuwa Ayub alayhi salam. Alisimama kwa moyo mkubwa akiwa yupo katika ibada ya raja, ibada ya amal, kutaraji mazuri na mema kutoka kwa Mola wake subhanahu jalla jalaluhu, kwamba yatakuja. Hakukata tamaa hata siku moja, hata dakika moja hakuacha kutaraji haya mazuri kutoka kwa Mola wake subhanahu, na naam, akayakuta kama vile alivyotarajia. Katika kisa hiki tumesoma kuwa Nabiiullah Ayub imetajwa yakhtasilu uryanan, alikuwa anaoga uryanan, uchi bila nguo. Kwa hivyo ina maana kutokamana na hivyo kwamba inajuzu, inafaa Muislamu kuoga bila ya nguo. Kwani Waislamu kawaida wanaoga vipi hata tuseme inajuzu? Haya masala ya kifiqhi ni darasa nzuri, kwamba je, Muislamu anaruhusiwa kuoga akiwa uchi? Jawabu kama alivyotaja ndugu yetu ni kwamba yajuz, inafaa, na kufaa kwake ni kama hivi ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu haya ni maneno yake salawatu rabbi wa salamu alayhi, na hakuna katika mafundisho ya hadithi yaliyokuja baada ya maneno kama haya kubainisha ya kwamba katika sheria yetu, maana hii ni sheria ya Ayub alayhi salam. Kwa hivyo hakuna kawaida katika misingi ya kifiqhi, ikija sheria ya manabii waliopita nyuma, ili sheria ile iwe inafaa kwetu, kuwe katika sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna fundisho ambalo limekuja kuelezea kuwa sheria hiyo haifai. Ikija katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba yale yaliyopita nyuma kadhaa na kadhaa hayafai, basi hata yakiwa ilikuwa imefanywa itakuwa haifai. Tumefahamia nafikiri vizuri. Kwa hivyo ndio maana wanazuoni wa usulu wanasema shar'u man qablana shar'un lana idha lam yakun fi shar'ina ma yu'aridhu. Sheria ya waliotangulia ni sheria yetu sisi Waislamu wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, iwapo hamna katika sheria yetu jambo ambalo linalipinga katika yale yaliyopita nyuma. Kwa hivyo hili ni mojawapo. Kwa hivyo katika sheria ya manabii waliopita walikuwa wanaruhusiwa, na huyu ni nabii anaoga akiwa uchi, hana nguo. Kwa hivyo katika sheria yetu hakuna mafundisho yaliyokuja kueleza au kufahamisha ya kwamba hivyo haifai. Ndio maana katika fiqh ya Kiislamu jumhur ya kauli ya wanazuoni ni kwamba vile vile inajuzu kama alivyotaja ndugu yetu. Lakini akisema Muislam kama alivyotaja ulama kwamba kwa ajili ya haya kubwa ya Muislamu
mbele ya Mola wake subhanahu wa ta'ala. Lakini hapa kuna qaid lazima tuitaje, kwamba inafaa kuoga uchi bila ya nguo fi alkhalwa, katika hali ya khalwa. Maana ya khalwa ni baidan an a'yunin nas, mbali na macho ya watu, katika hali ya satr. Kwa sababu wanazuoni wanasema kuoga katika hali ya kuwa uchi tukiwa mbali na macho ya watu ni sawa sawa na kuoga katika satr, ndio maana ikafaa. Kwa hivyo hii kaidi muhimu, sio kuoga uchi tu hivi hivi, lazima tuwe katika stara. Kwa hiyo hili ni somo vile vile kwamba inafaa, na hadithi hii inakuwa ni dalili kwa wale baadhi ya wanazuoni waliosema kwamba ni inampasa, lugha hiyo wametumia yambaghi, inampasa Muislamu akioga hata akiwa peke yake katika bafu, aoge akiwa amejifunika sehemu zake za siri, asiwe uchi kabisa mbele ya Mola wake subhanahu wa ta'ala. Lakini hadithi hii ni dalili ya kwamba inafaa. Tumefahamiana vizuri, wala sio hadithi hii peke yake. Kuna hadithi zingine kadhalika katika Bukhari ambazo zimekuja vile vile kubainisha ya kwamba manabii, mitume wa Allah azza wa jalla, kando na Ayub vile vile walikuwa wakioga wakiwa uchi, na mwingine ni Nabiiullah Musa alayhi salam. Ilikuwa ni ada wakati ule, wala alikuwa kuna tatizo lolote. Lakini Musa alayhi salam hakuwa akioga uchi mbele ya watu kama vile walivyokuwa wakifanya Mayahudi. Mayahudi baadhi yao walikuwa wakioga uchi wenyewe kwa wenyewe wakiwa kwenye kidimbu cha maji, zaidi ya mtu mmoja wanaoga uchi wakiwa pamoja. Sasa wakamtia ila Nabiiullah Musa alayhi salam, wakasema huyu mbona haogi na sisi katika hii kidimbu cha maji, au ni mto, au pale walipokuwa wakioga, mbona yajitenga kando, yeye aoga peke yake? Wasielewe kwamba Nabiiullah Ayub alichagua kuoga peke yake kwa ajili ya stara. Yeye ni nabii, mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, sio kama wao. Lakini wakamtia ila, wakasema, angalie ni Mayahudi walivyokuwa waovu na walivyokuwa watovu wa adabu, si tu kwa manabii na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, bali hata kwa Allah jalla jalaluhu. Maana kumkosea adabu mtume wa Allah ni kumkosea adabu nani? Yule aliyemtumiliza Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa utovu wao wa adabu wa Mayahudi ukawaambia, wakasema Nabiiullah Musa huyu haiwezekani kwamba iwaoga peke yake, isipokuwa kuna sababu, kwamba na sababu yenyewe ni kwamba ana ila, ana aibu. Wakamtia aibu ya kimaumbile. Kuna aibu ya kimaumbile katika lugha ya Kiarabu, mtu huitwa adar. Hii ni aibu, na aibu hii vile vile ipo katika vitabu vya fiqh, katika uyub nikah. Mtu huitwa adar, na adar katika lugha ya kifiqh au lugha ya Kiarabu kwa jumla ni aibu katika kiwiliwili cha mtu. Ni kule mtu ile sehemu yake ya siri kufura, zile gololi mbili zikifura zile, basi yule mtu katika hali hiyo huitwa adar. Sasa wakamsingizia Musa alayhi salam na aibu hiyo, wakasema huyu haogi na sisi isipokuwa yeye ni adar. Sasa yuajificha asionekane, na wakaamini kwamba hiyo ndio sifa yake. Kutokana na nini? Na ile rumors ambao wao waliizua. Angalieni hatari ya rumors, ishaa. Wakazua ishaa, wakatengeza rumors, wakaieneza. Watu wote waliokuwa pale, wale Mayahudi ambao walikuwa hawana adabu na mitume, wakaamini wote kwamba Nabiiullah Musa ni adar. Sasa kila akipita wanasema mwangalieni huyu adar, mwangalieni huyu adar. Allah azza wa jalla akajalia siku moja akawa yuogelea, akiwa ameweka Nabiiullah Musa alayhi salam ameweka nguo zake juu ya jiwe, ili akitoka avae nguo zake. Lile jiwe likaporomoka. Hadith fi sahih al-Bukhari. Likaporomoka lile jiwe lilikuwa limebeba zile nguo zake, na lile jiwe linaporomoka sasa katika mteremko, na ule mteremko unaelekea kule walikuwa wale Mayahudi. Yeye alayhi salam akawa sasa yakimbilia lile jiwe kwenda kuchukua zile nguo zake, kwa ule ubaya na uchafu na ile ila mbovu walikuwa wamemtia Nabiiullah Musa alayhi salam. Wakamuona wakasema, kumbe si adar, ni mzima, tunamsingizia bure bwana. Wakatayari.
aya ikateremka. Allah azza wa jalla anatuambia katika Qur'ani, kutuambia tena sisi waumini, atuambia ya ayyuhalladhina amanu, wanaambiwa sahaba wa mtume alayhi salam, wal khitab lilmu'minina jami'an, ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina adhaw Musa, enyi mlioamini msiwe kama wale waliomuudhi Nabii Musa kwa ile maneno mabaya na machafu waliomwambia na ile ila na aibu waliomtia. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu, Allah azza wa jalla akamchomoa akamtakasa na ile ila na ule ubaya waliomsingizia. Wa kana inda Allahi wajiha, na Musa alayhi salam ni nabii na ni kiumbe aliyekuwa na cheo kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, si mtu wa hivi hivi wa kudharauliwa na kupawa sifa mbaya. Darsi ya mwisho ikhwani katika kisa hiki, atawadhu inda tajaddudi an-ni'am au tajaddudi an-ni'ma. Ni tunafundishwa katika kisa hiki tuwe na unyenyekevu wakati kila neema ya Allah azza wa jalla inapokuja kuteremka upya. Tuwe na unyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tuwe na tawadhui, tuwe na sifa ya utoevu ya chini na kuwa duni mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, tusioneshe kibri. Allah subhanahu wa ta'ala hukuruzuku neema, akamruzuku mja wake neema za kutosha. Sasa zile neema mara kwa mara tatajaddad. Maana ya tatajaddad, yani wakati mwingine neema zinakuwa zinaongezeka, zinakuja upya. Neema hizo zinakuja upya. Muislamu anapopata neema mpya ya Allah subhanahu wa ta'ala, lam takun inda, neema ile haijakuwa kwake kabla, anatakiwa aipokee kwa unyenyekevu. Nabiullah Ayub alayhi salam alionyesha unyenyekevu kwa kwenda kuchukua nguo na kuanza kukusanya zile dhahabu. Hakusema wacha zikae kwanza, mimi alhamdulillah nina mali ya kutosha, hizi nikifika nyumbani nitawatuma jamaa kuja kuzichukua hizi. Aliziokota mwenyewe kwa mikono yake, kwa sababu ya kuamini ya kwamba hii si neema tu peke yake, bali ni baraka inayotoka mbinguni kwa Allah azza wa jalla, tena hadithu ahdin bi rabbih, kama vile mvua. Ndio maana sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kukinyesha mvua ikiwa yateremka mwanzo pale, mafundisho na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni tutoke nje tuipate ile mvua katika mwili wetu. Kama umvaa kofia, kama umvaa kilemba, utoe kilemba uvue kofia, mvua ikupate kwenye kitu, iteremke ikuguse katika mwili. Mal hikma, hikma ya kwamba ile ni baraka na mvua ile hadithu ahdin bi rabbih, katufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mvua ikiteremka sisi tuikimbia, kwa kinyesha mvua tutafuta pale tujibanza tujificha. Kumbe sunna tunatakikana tutoke ile mvua ikiwa yaanza, sio ishachache chapiga sana. Wakati yaanza kuteremka mwili ikiwa inashuka, tunatoka na sisi yatupata katika mwili, ingie kwenye mwili wetu. Maana mvua ina baraka pia. Allah azza wa jalla, zalna minas samai ma'an mubarakan, pia ina baraka ile mvua. Kwa hiyo kila kilicho na baraka na Allah azza wa jalla sisi tunajiweka karibu nacho na tunaipata kwa neema kubwa. Kwa hivyo tunaipokea kwa unyenyekevu. Ukibashiriwa neema yoyote kutoka kwa Allah azza wa jalla, ichukue kwa unyenyekevu. Usionyeshe ninio ghurur, usionyeshe majivuno, usionyeshe kibri. Ukaja ukaambiwa alhamdulillah ile biashara imekuwa, mambo yamekuwa mazuri, faida umpata. Sasa tunatakiwa uoneshe unyenyekevu mbele Allah azza wa jalla, tawadhu. Sio kusema hiyo ilikuwa najua tu mimi itakuja, si ilikuwa sina wasiwasi. Hii lugha ya kibri, lugha ya kujiona, ambayo wakati mwingine Allah azza wa jalla sasa anaweza kukuadhibu nayo, kama alivyofundisha mtume wetu Muhammadin salawatu rabbi wa salamu alayhi. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih
jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.